Rafiki mpendwa mtazamaji, karibu katika siku ya 11 ya safari yetu Geuza Mwelekeo wa Afya Yako. Leo tunakuja na somo la 11 lina kichwa kinasema usingizi na pumziko. Usipuuze mpendwa usingizi. Mwili unahitaji kupumzika. Tutaomba. Asante Mungu kwani unatupenda. Kuwa pamoja na huyu mtazamaji, mtakase na umbariki Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa na mtazamaji, tunaendelea na safari hii. Karibuni taisha elewa kitabu Geuza Mwelekeo wa Afya Yako. Mpendwa, usingizi ni kitu cha pekee ambacho Mungu alimpatia mwanadamu. Kati ya vitu ambavyo Mungu alimpatia mwanadamu kuna usingizi. Ni kwa sababu ya afya yake. Mungu hakutuumba ili tuwe watu ambao watatumika kama marobot ambao wanatumika bila kuchoka. Mungu alikuumba ili uwe na pumziko. Na pumziko Mungu alimpatia mwanadamu kwa ajili ya wokovu wake, kwa ajili ya afya yake. Ndio maana hata alitupa Sabato. Sabato unapofika kwenye kipindi cha pumziko, kumbuka pumziko ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo 2 aya kwanza hadi ya 3, hapo napata habari hii ya Sabato, naipata katika mashairi ili Mungu aliumba katika siku 6, alipofika siku ya 7 alipumzika. Kumbuka Sabato ya Mungu. Yaani Mungu hakutupa Sabato kwa ajili ya usingizi, lakini alitupa Sabato kwa ajili ya wokovu. Akasema mwanadamu ni sharti apumzike, kwa sababu anajua ndani ya pumziko muna afya, muna uhai, muna wokovu ndani ya pumziko. Ndio maana akampatia alipatia mwanadamu Sabato. Ni Mungu kwa sababu aliona ndani mna wokovu. Na unapoingia katika pumziko, pia kuna kitu ambacho wengi wamepuuzia, kinaitwa usingizi. Katika usingizi ni katu kadogo, lakini kana mafaa makubwa kwa ajili ya afya yako. Ukitumika usiku mchana, hautafanya siku nyingi, utakufa. Hata utaingiza magonjwa ambayo we mwenyewe utashindwa kupata tiba kwa ajili ya kujipatia kapumziko. Kuna watu wanasema acha tutumike pasta, tuchape kazi. Kweli utachapa kazi, lakini kazi hautaimaliza. Ukiuliza wale matajiri wa sana duniani, hata ukiona amepata pesa zote duniani, anachapa kazi tu. Na ukichapa bila kuwa na muda wa pumziko, utakufa tu. Na hiyo kazi utakataa kula matunda yake. Yaani ukuta mwanadamu ukichapa kazi, unachapa bila kuwa na pumziko, hauna muda wa kufanya kiasi katika kazi, kweli unapata pesa. Na pesa unapozipata, zile pesa zitaisha kwa kutafuta dawa ya magonjwa ambayo imeingia kwa sababu ulifanya kazi. Ndio utakuta maisha ya mwanadamu mara nyingi imekuwa mzunguko. Unazunguka, leo unachapa kazi, baada ya kupata pesa zile zinaenda kupata dawa. Na unapoenda kununua dawa inakuja inakupatia kaafya kadogo. Unapopata kaafya kadogo, tena unaenda kwenye kazi. Na kazi inaingiza hii pesa inaishia kwenye dawa. Wengi usifanye kazi, usichape kazi bila kiasi. Jifunze kupata usingizi. Kuwa na muda wa kulala. Na lala unangoroma vizuri. Usikute hasara. Muda wa kulala ikifika, lala. Na muda wa kuchapa kazi ikifika, chapa kazi kwa bidii. Na usingizi muda inapofika, chapa kazi. Sasa swala ya msingi ni hili katika somo hili, katika kugeuza mwelekeo wa afya yako. Kwa nini usingizi ni muhimu mpendwa? Usingizi unasaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri. Hiyo ni jambo la msingi sana. Wakati tunalala, mwili hupata nafasi ya kupumzika. Mwili hupata nafasi ya kupumzika, ya kurejesha nguvu. Mwili hupata nafasi ya kusaidia kazi za ubongo. Mwili hupata nafasi ya kujiandaa kwa siku inayofuata. Kwa hiyo mtu anayelala vizuri si mtu anayepoteza muda, ni mtu anayeingiza pia vitu vinavyosaidia afya yake.
Wewe ni mchungaji, umejifanya kwa msomaji sana, unajifanya mtaalamu, umejua yote. Ujipa muda ya kupumzika mpendwa. Hautamaliza kazi yote duniani, kuwa na kamuda kakupumzika. Unasoma vyote, haiko kwa kusoma vitabu vyote itaacha wewe unakuwa pasta mshujaa mashuhuri. Kuwa na muda, soma. Ndio nataka mchungaji kuwa kusoma vitabu, omba, fanya mafungo, lakini kuwa na muda wa kupumzika. Hautamaliza yote duniani. Mimi muda wangu wa kupumzika ukifika, hakuna ukisema hodi hodi na wanakikwambia napumzika. Utachunga muda huu utakapomalizika. Mpendwa, sasa Biblia inafundisha nini? Kumbuka Yesu katika Marko 6:31 alipokuwa ameona wametumika, wamefanya kazi, wamehubiri mpaka muda umepita, alikuwa anaita wanafunzi wake, tuende farakani tukapumzike. Yaani pumziko ni kitu cha pekee sana ambacho tunatakiwa kuwa nacho. Leo maisha yamekuwa magumu sana. Utakuta leo shughuli zimekuwa nyingi kuliko siku zilizopita. TikTok inatokea, WhatsApp kuna ujumbe, message inatokea ujumbe, wito wa simu unatokea, familia inakuhitaji, simu yako mkononi inakuhitaji, na shughuli unakuta kwa dakika moja mtu anaweza kuwa na shughuli 5, 1, 2, 3, 4, 5 kwa wakati moja, hata 10 shughuli 10 kwa wakati moja. Televisheni ziko pembeni, unakuta vingine viko pembeni, vingine viko hapa. Usipofanya juu chini kujishughulisha, utakufa mapema. Sasa kuongeza mwelekeo, kugeuza mwelekeo wako, tufanye nini? Hatua za kufanya, la kwanza ni hili: weka muda. Fanya muda katika maisha yako. Muda wa kulala, kuwa na muda wa kulala, na muda wa kulala unapofika, funga simu zako zote, funga vyote, hata mizigo yako yote kichwani, weka pembeni, ingia kwenye usingizi. Jambo la kufuata, punguza simu kabla ya kulala. Dokta mmoja alikuwa nikifuata kwenye Hope Channel, anasema hivi, nimpenda sana, alikuwa akiendesha mahubiri ya Njombe Net Event, anasema siri ya simu isifunge kabla hujalala. Yaani hakikisha umefunga simu masaa fulani kabla hujaingia kwenye usingizi. Hili niingia sana. Yaani kabla ya kulala hakikisha kwanza umeanza kufunga simu yako. Hiyo inakusaidia afya yako mpendwa. Jambo la kufuata, usiende kitandani na mzigo wako wa kazini na wa familia, unaenda nao kitandani, hautapata usingizi bora mpendwa. Jifanya juu chini, umeweka mzigo pembeni. Jambo la kufuata, tengeneza mazingira yako ya kupumzika. Umeenda pumzika mahali ambako kumekuwa fujo zote, kelele za walevi za nini, pikipiki, bajaji zote zinasumbua. Hapa hakuna asubuhi hapo ya afya. Jihakikishie kwamba umetengeneza mazingira yako ya pumziko. Unasema unaenda kitandani unapumzika, lakini simu zinalia, watu wanapiga kelele nje. Umejenga nyumba yako kwenye uwanja wa mpira, wewe utapata hapo? Hakuna afya bora. Unakuta watu kelele, umejenga nyumba yako kwenye mahali ambako imekuwa kilabu cha pombe, usiku mzima watu wanapiga sherehe kila siku, hapo hautanaye. Usipuuze, hatua lingine ni hili: usipuuze tatizo la usingizi. Unapokosa usingizi leo na kesho, tafuta mtaalamu wa saikolojia, ona ni nini kinachoendelea, tafuta dawa. Usingizi huo ni dawa ya pekee mpendwa. Mungu alitupa usingizi kwa sababu anajua. Elewa, usingizi sio uvivu. Panga muda wako. Kuna muda wa kufanya kazi, kuna muda wa kucheza na jamaa, cheza pamoja na familia yako, kuna muda wa pumziko. Usibadilishe na kuchanganya mambo haya. Muda wa pumziko ukifika, si kwamba pumziko imefika wewe umekuwa mvivu. Mapumziko ni ya maana sana. Afya ya mwili wako inahitaji pia kupumzika. Mungu akusaidie, atupe pumziko bora na akupe amani na utulivu katika maisha yako.
kwa jina la Yesu Kristo, amena.